Katika jiji la Jos, Nigeria, kulikuwa na familia ya Okoye, familia ya vipaji, ndoto na mshikamano. Mapacha Peter na Paul walizaliwa mwaka 1981 na tangu utotoni walionyesha mapenzi makubwa kwa muziki na uchezaji. Walianza kutumbuiza shuleni, kuiga makundi ya R&B kama Boyz II Men, Usher Raymond, huku wakijifunza pia kutayarisha muziki wao kwa kutumia vifaa vya kawaida nyumbani. Walipopata nafasi ya kurekodi rasmi, waliunda kundi lilokuja kujulikana duniani kote. Nguzo yao kuu ilikuwa familia. Kaka yao mkubwa, Jude Okoye, alisimama nao kama meneja, mtayarishaji wa video na promoter wa matamasha yao. Hili halikuwa tu kundi la muziki, bali ikawa biashara ya familia. Mmoja akiwa producer, mwingine dancer, mwingine meneja, kila mmoja akiwa na nafasi yake. Mwaka 2005 walitoa wimbo ulioleta mapinduzi katika safari yao ya muziki. Wimbo huo haukuhitaji kelele nyingi. Ulikuwa na ujumbe wa mapenzi, vishawishi na migogoro ya ndani kwa msanii anayeishi maisha ya umaarufu. Kilichoufanya kuwa wa kipekee ni beat yake iliyosampuliwa kutoka nyimbo ya Caribbean, wakiipa sura mpya kabisa ya Afro R&B. Ujumbe uliogusa hisia, mistari ya kuvutia na video iliyosheheni ubunifu mkubwa, yote haya yaliufanya huu wimbo kuwa miongoni mwa kazi bora. Ulikuwa wimbo uliopendwa Afrika nzima. Ulitawala chati za MTV Base, Channel O na vituo vikubwa vya radio. Maelfu ya mashabiki walijifunza mistari yake. Mimi mwenyewe nilikuwa naujua mwanzo mwisho, sijui kama naukumbuka. Waliimba kwa hisia na kuuona kama wimbo wa maisha yao ya mapenzi. Huu ndio wimbo uliothibitisha kuwa si kikundi cha kawaida, bali ni nembo ya muziki wa kisasa Afrika. Miaka ilivyoenda, wakapata umaarufu mkubwa, wakapiga show duniani, wakauza nakala nyingi na kuishi maisha ya kifahari. Lakini upepo ulianza kubadilika walipooa. Ndoa zao zilileta mtazamo mpya au mitazamo mipya, hisia mpya na migogoro isiyoeleweka. Walioaminika kuwa nguzo ya umoja walianza kutofautiana. Mmoja akaona ananyonywa, mwingine akahisi hathaminiwi. Jude, kaka yao, akaanza kulaumiwa kwa maamuzi ya biashara na wakavunjika. Jambo lilowaumiza mashabiki waliowaona kama mfano wa mafanikio ya kifamilia. Mwaka 2016 waliposhirikishwa na Diamond Platnumz katika wimbo maarufu kidogo, wengi waliona dalili ya maridhiano. Ilikuwa ni mara ya mwisho sauti zao kusikika pamoja kama kundi. Lakini mgogoro haukuisha hapo. Kila mwaka madai mapya huibuka. Na mwaka huu hapa kwa mfano, gumzo limeanza tena. Kwa mfano jana tu, Peter na Jude wakirushiana maneno hadharani kwenye social media. Mashabiki wamechoka, wengine wanakumbuka zamani, wengine wanasema sisi yetu macho. Na kama ndugu wakigombana, wewe shika jembe ukalime. Wimbo aliouachia mwaka 2005 na uliogusa hisia za wengi kuhusu mapenzi na vishawishi si mwingine, ni huu hapa. Najua unaujua na najua utaimba na mimi. Wanaitwa P Square, inaitwa Temptation. Ndio muhenga hit song ya leo hii ndani ya Big City Breakfast. Naitwa Barbara Hassan. Good morning.